Kwa mamlaka niliyopewa na sheria sura namba 245 iliyoanzisha taasisi ya uhasibu Tanzania na watunuku cheti cha awali cha usimamizi wa biashara, yaani Basic Technician Certificate in Business Administration cha taasisi ya uhasibu Tanzania kulingana na masharti ya NACTVET kwa waliopo na wasiokuwepo. Kupitia taarifa zenu nimefurahishwa sana na mafanikio makubwa TIA, hususan hapa kampasi ya Singida kama tulivyosikia katika taarifa ya mtendaji mkuu. Tumeona ukuaji wa chuo, tumeona ongezeko la wanafunzi, lakini pia tumeona uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu ya kisasa kabisa kwa ajili ya kupokea wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali. Nimefurahishwa pia na mchango wa TIA katika kuwajengea uwezo wa wajasiriamali wadogo, wakulima na vikundi vya ushirika. Huduma za mafunzo na ushauri mnazotoa zimekuwa kichocheo cha kuongeza kipato, kukuza biashara ndogo na kuimarisha uchumi wa wananchi. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida itaendelea kushirikiana nanyi kuhakikisha elimu inayotolewa inaendelea kuleta matokeo chanya. Wapendwa wahitimu wetu, leo ni siku ya furaha kwetu, ni siku ya furaha kwenu, lakini pia ni mwanzo wa safari mpya katika maisha yenu. Elimu mlioipata ni nguzo muhimu katika kuyafikia mafanikio na ndoto zenu. Lakini dunia ya sasa inahitaji maarifa yanayoendana sambamba na teknolojia. Katika zama hizi za mapinduzi ya kidijitali na akili unde, soko la ajira limebadilika sana na kwa kasi kubwa. Ajira nyingi sasa zinahitaji ujuzi na teknolojia, lakini kubwa ubunifu na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Hivyo ninawaomba sana, kumbatieni teknolojia na akili unde katika kazi na biashara zenu. Tumieni akili unde kuongeza ufanisi, ubunifu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Tumieni mitandao ya kijamii kwa maendeleo. Badala ya kuitumia vibaya, itumieni kujitangaza, kutangaza biashara zenu, kujifunza na kuunda mtandao wa fursa, kwa maana networking. Hivyo basi tumieni elimu yenu na teknolojia yenu kama nyenzo ya kujenga, kujiajiri na kulitumikia taifa kwa uaminifu mkubwa. Na ninayo imani kwa sisi wana Singida, utulivu huu tuliokuwa nao na nyinyi sehemu ya utulivu. Mtaenda kupeleka kokote kule mnapoenda katika mikoa yetu Tanzania na nje ya nchi yetu. Niwaombe sana vijana. Vijana nyinyi ndio nguzo kazi ya taifa hili. Vijana nyinyi ndio Tanzania ya sasa na Tanzania ijayo. Kama ambavyo wazee wetu wameitunza Tanzania mpaka leo sisi vijana tunakuja kuifurahia, tunaomba tusiwe sisi wa kwanza kwenda kumbomoa mama Tanzania. Changamoto huwa hazikosekani, lakini kijana msomi atatatua changamoto zake kwa utulivu na busara kuu. Ninaomba sana muibebe Tanzania ndani ya mioyo yenu. Mmeonyesha mfano mzuri hapa Singida, nendeni mkauoneshe mfano mzuri Tanzania. Leo mmevunja kizuizi cha elimu, kesho ni wakati wa kuvunja mipaka ya mafanikio. Nataraji kuwaona mkizikamata fursa na mkiibua fursa ili kuweza kusaidia vijana wenu wengine wanaowazunguka, lakini ni kuisaidia taifa letu. Vijana tunawategemea. Tunawategemea sana. Lakini naamini palipo wengi pana mengi. Lakini nirudi kwa wale wanaobaki. Kwa wale wapya kabisa ambao wamefika, niwakaribishe sana katika mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida tunajitambua. Mkoa wa utulivu, mkoa ambao unasaka fursa na maendeleo ya kweli. Tunawaomba sana. Najua mmetoka maeneo mbalimbali. Utulivu waliofanya ndugu zenu mpaka leo tumesimama hapa tunawaaga ni kwa ajili ya uwekezaji mzuri wa heshima, uwekezaji mzuri wa maadili, ndio maana tumekuja kusimama nao hapa leo. Niwaombe na nyinyi ikawe hivyo hivyo kwa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Lazima mtulie, muoneshe nidhamu ya hali ya juu. Bila nidhamu hakuna elimu. Lakini natambua changamoto za makazi kwa ajili ya wanafunzi katika vyuo vyetu. Niwahakikishie kwamba serikali tumeliona, tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali ili sasa Singida, kutokana na ukuaji wa vyuo vyetu vilivyoko katika mkoa, tupate makazi ambayo ni salama kwa ajili ya vijana wetu, na hasa vijana wa kike na wengine ni wadogo kwa umri, wanahitaji bado malezi ya pamoja.
Kwa hiyo hilo tumeliona, nitahakikisha nitakuwa balozi mzuri wa kuhakikisha kwamba wawekezaji wanakuja kuwekeza katika makazi, kwa maana hostels za wanafunzi. Lakini na serikali nayo tutaikumbusha sasa, tumepata wanafunzi zaidi ya 3,000 katika chuo kimoja, sio kitu kidogo. Hii ni community au ni jamii kubwa ambayo inahitaji makazi ambayo ni makazi mazuri, makazi ambayo pia ni ulinzi kwa wanajamii husika. Wakati mwingine natambua mnatoka hapa chuoni katika nyakati ambazo si nzuri, kwa hiyo ni hatarishi. Kwa hiyo mjue kwamba serikali ya mkoa imetambua na taifa letu linatambua, tutayafanya hivyo kadri Mwenyezi Mungu atakavyotusaidia. Napenda kumshukuru kwa dhati afisa mtendaji mkuu wa TIA na uongozi wote wa taasisi kwa kazi kubwa mnaoendelea kuifanya katika kuendeleza elimu ya juu nchini. Mmeendelea kutoa mchango mkubwa katika kuandaa wataalamu kwenye nyanja ya uhasibu, ununuzi na ugavi, biashara, masoko na rasilimali watu, wenye ubunifu na wajasiriamali walioimarika kweli kweli, na mimi mwenyewe nimeweza kushuhudia leo. Hongereni sana.